Sahalani wa marahaba, ndugu zangu, karibuni kwenye chaneli hii tuweze kutabusana nanyi, kwa sababu ndio wakati ambao nimeona tu utakuwa ni wakati ambao ni sahihi kwangu, ili niweze kutabusana nanyi kwenye kauli hii ambao nasema ya kwamba Yesu anarejea. Na Yesu anaporejea ni juhudi ambazo ametuachia kama sisi wanafunzi ambao tumekita mizizi kwa kulihubiri na kulitangaza neno lake na kushirikiana kwenye upendo ambao alionyesha kwetu kule msalabani, akatoa maisha yake ya pekee. Tunaona unaposoma Injili ya Yohana ni sura yake ya 3 kuanzia mstari wake ambao ni wa 16, utakuja kuona jinsi Mungu alivyoonyesha upendo kwake. Ndivyo navyo inatufundisha kwamba unapokuwa Mkristo, jua pia nao kunayo kazi ambao inahitaji nao kujitoa. Kwa sababu unapoona Mungu anatoa ama anafanya ile kitu ambao tunaita kwa lugha ama kwa lugha ya kibinadamu kurisk ama kuchukua jihadhari, ni kitu ambacho kwetu tunaweza ona ni kitu ambacho ni rahisi tu. Lakini wewe jiulize ya kwamba ingekuwa wewe uambiwe ya kwamba utoe kile kitu ambacho unachokiona kwako ni kitu ambacho kina faida ama kinacho ndio tumaini lako ama ndio kila kitu chako. So kwetu tuweze kutambua kwamba Ukristo si Ukristo tu wa kuitwa jina, lakini ni Ukristo ambao unahitaji nasi tuweze kujitolea wahanga. Tunaona tunashauria kwamba tupende Mungu wetu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, ili yote tunayofanya tuyafanye kwa utukufu wake. Tunaona nimekuja kusoma Tito ambao sura yake ni ya 2, ukianzia mstari wake ambao ni wa 11. Ukitiririka pale chini, wengi tumekuwa tukienda kinyume na hii jina ambayo inaitwa neema. Lakini unapata kuona Tito pale, ukiona Paulo alikuwa anatushauri ya kwamba tuweze kujua neema inatufundisha kufanya nini. Ukisoma hiyo ni Tito ambao nimewapea sura yake ya 2 kuanzia mstari wake ambao ni wa 11. Ukifululiza hapo chini utakuja kujua kazi ambao ni ya neema. Na haikuishia hapo tu, lakini nimekuja kusikitika kwamba licha sisi kujiita Wakristo imekuwa ni kinaya na kitu ambao ya kusikitisha kwamba tunavyoingia kule makanisani kwetu tunapata kunako kuchanganyikiwa sana. So ndugu zangu, nimekuja kugundua shetani anazo silaha ambazo ameanza kutumia. Lakini mimi nimekuja kugundua silaha ambazo ni mbili tu ambazo shetani amekuja kulimaliza kanisa la Mungu. Ya kwanza ni ulaji ambao ni mbaya. Cha pili ni uvaaji ambao ni wa ovyo. Hebu tukirudi hapa makanisani kwetu, uone jinsi gani tunavyokula vibaya, tumekuwa walafi. Uvaaji ndio huo, watu tunavaa tukisema my dress my choice. Yes, wewe vaa jinsi unavyotaka, kwa sababu hata Mungu naye alivyotuumba, alituumba ili tuweze kufanya maamuzi, ni either tumkubali yeye ama tumkatae. So Mungu naye anavyoheshimu maamuzi yetu, nasi kama binadamu ama mimi kama mwanadamu, mimi ni nani pingane na uamuzi wako? Wengi tumekuwa watu ambao kuchukua mambo kwa ukawaida. Tunaona hata ibada imekosa kuwa na ladha ya kwamba wengi tunapojiita wa Sabato tunasema yes Sabato njema ami happy Sabbath ama tufurahie Sabato. Lakini tunasema furaha ili hali hatutambui ni furaha aina gani. Unaona unaposoma ambayo ni hiyo Waibrania mstari wake ambao ni wa 4 kuanzia mstari wake ambao ni wa 8, ukitiririka hapo chini utakuja kuona jinsi huyo mtumishi wa Mungu alivyoona jinsi itavyokuwa Sabato ambayo itakuwa imekamilika. Lakini ndugu zangu, nawahimiza kwamba sisi kama Wakristo imesikitisha kwamba imekuwa kitu ambayo nimekuja kugundua kwamba Mungu ama Yesu alivyokuwa anaondoka hapa duniani alitushauri kitu kimoja tu, na akatushauri ya kwamba tuweze kuwapenda wote wanaotuudhi na tuweze kuwaombea, si kuwalaani. Lakini imesikitisha kwamba sisi Wakristo tunapoudhiwa tu kwa kitu kidogo tu, tunakuwa watu ambao tunajaa machungu. Tunahisi ni kama hatujatendewa haki mpaka tunafanya ama tunakuwa watu ambao tunataka kutamka ama kuwalaani watu. Lakini hii imenifanya kwamba ninaye Mungu ambaye anajua Mungu hatoi laana, bali Mungu ninayemjua Mungu hutoa mibaraka. So ndugu zangu, tusije tukawa wanafiki ambao wanajikita tu kwa kuishi kwenye kanuni za dini pasipokuwa na uhusiano mwenye dini. So tukiitwa Wafarisayo na Wayahudi, tusije tukawa tunaona ni kinaya, lakini tuelewe ya kwamba unapoisoma Biblia, usiisome Biblia kwa kujitetea wewe mwenyewe. Ile hali soma Biblia kwa sababu inasikitisha kwamba wengi tunakiri Mungu ni mmoja. Lakini swali langu linasalia kuwa, kama Mungu ni mmoja, mbona isiwe imani moja, ubatizo mmoja na Sabato iwe moja?
hiyo jua kazi ya shetani. Tiwa tunatambua ya kwamba Mungu ni mmoja. Ni ombi langu ama ni shauri langu tu tuweze kusalia na dini moja, imani moja, ibada ambayo ni ya sabato moja, na yote yanayofanyika shetani atapata taabu sana. Shetani amefanya tu lose focus ya kuconcentrate na kupigana naye, tuweze kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Tunaona wengi tunajigamba kwenye dini, tunajiita waumini wa dini fulani au madhehebu fulani. Walio wa dini ya Kiislamu wanajidai kule wakisema wao ndio wako kwenye haki. Walio kwenye dini za Jumapili vile vile wanasema wao ndio wenye wako kwa haki. Wenye sabato nao pia nao walio kwenye sabato ambao ni kanisa la masalia wanasema pia nasi sisi ndio tulio kwenye sahihi. Lakini swali linasalia kuwa unaposoma Biblia vizuri, wapi ama ni wakina nani walio kwenye ukurasa ama walio kwenye sehemu iliyo sahihi. Tupende kuisoma Biblia na si kuisoma tu, bali tuisome na tuielewe. Tunapoomba Mungu atatusaidia kuifafanua na kuielewa kwa njia inayofaa. Mbarikiwe ndugu zangu. Nasalia kuitwa tule mwinjilisti ama mhubiri anayeibuka. Bado na washauri tu ya kwamba tuweze kuwa na muda na Mungu. Kwa sababu wengi tumekuwa kitu ambacho kinasikitisha ya kwamba wengi tunavyoomba kazi na kazi tunavyoipata inakuwa ni chanzo cha kututenganisha. Swali linasalia kuitwa na wauliza, je, swali ama kazi inapokutenganisha na uwepo, inapokutenganisha na Mungu, ikutenganishe na kanisa, ikutenganishe na familia yako, hiyo itakuwa ni mibaraka ama laana? Wewe mwenyewe jijazie. Najua kila mmoja wetu tunapenda kufanya kazi, lakini usiache kazi ikawa ni chanzo cha kutenganisha na Mungu wako na familia yako. Tubarikiwe kwa sababu sisi wote tunaishi kwenye dunia ya dhambi. Tuombeane, tusaidiane, tupendane kama wananchi wa Kenya, tushauriane, tupendane kama Wakristo, tupendane kama wanadamu, na tuzidi kusameheana na tuzidi kuombeana, kwa sababu hii safari ya kwenda mbinguni Mungu anatuhitaji sisi wote tuweze kukaza mwendo. Mbarikiwe ndugu zangu.